Baada ya game ya 5 kuisha, wakapelekwa kwenye holi lao la kupumzikia. Ikawa umebaki mchezo mmoja tu kwao, na katika watu wote wale wakawa wamebaki watu 8 tu pamoja na yule mtoto mchanga ambaye ni wa player namba 222. Na ikumbukwe kuwa player namba 222 alijiua mwenyewe baada ya kuona hawezi kuendelea kucheza kutokana na matatizo ya mguu aliyoyapata, na kumkabidhi Jihan maisha ya mtoto wake, akiamini kwamba endapo mtoto wake akiwa na Son Jihan atakuwa mahali salama. Asa ukiwa hapa wakaja wale Squiders kwa ajili ya kutoa matokeo, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba player waliobaki ni 8 tu, lakini majibu yanakuja kwamba wamebaki 9, na ziliposomwa namba ikatajwa namba 222 na kufanya watu waliokuwa pale kutaharuki na kuuliza hii imekuaje hii wakati 222 ameshakufa tayari. Lakini ikarudi kwamba namba 222 ni yule mtoto ambaye yupo naye Son Jihan. Hapo ndo watu waliposhangaa, mtoto tena. Kwa hiyo mtoto ndo kabana riziki zao, wakataka kumuua pale, lakini wakazuiwa na wale Squiders, na mpaka hapo ngoma ikawa ngumu tayari. Na ili wazo la mtoto kuingizwa kwenye game lilitoka kwa nani? Ili wazo lilitoka kwa VIP, ndo ambao walitoa wazo la yule mtoto kuingizwa katika mchezo. Upande wa pili iko Noah, yule dada ambaye ni Squid ambaye kaingia huku kwa ajili ya kuvuruga mipango. Alifika mpaka huku ambako hawa jamaa wanafanya mpanga zao za kutoa watu viungo na kujifanya kama yupo nao sambamba, lakini muda mfupi tu akawachenchia na kutembeza bomba mule ndani kwa lengo la kumsaidia player namba 246. Baada ya kuwaua wote, alimtaka yule dokta amsaidie huyu mwamba, na dokta akasema kuwa mwamba kapoteza damu nyingi sana, so anahitaji damu, na bidada ikabidi atoe damu yake mwilini. Baada ya hapo akamuua na yule dokta pia, kisha akampa yale mavazi yao ili isiwe rahisi kwa mwamba kujulikana, huku akiendelea kutafuta njia ya kutoka humu ndani. Turudi huku sasa. Baada ya wale wamba kufuzu, sasa wanapewa msosi kwa ajili ya kula, na ni vile vile tu kama alivyofanywa mara ya kwanza Jihan. Baada ya pale wakapiga kura, then wakaenda kupumzika. Asa akiwa hapa akaja kufuatwa na moja kati ya wale Squiders, akamwambia kuwa anahitajika makao makuu. Alipoenda akakutana na Frontman uso kwa uso, na mwamba akamwambia Jihan akae chini kwa sababu hayo maongezi yatachukua muda kidogo. Na mwamba akakaa, kisha Frontman akatoa kisu na kukiweka mezani, huku akimwambia mwamba kuwa ana lengo la kumsaidia, na akamwambia kuwa achukue kile kisu aende kuwaua wale wote ambao yuko nao kwenye mchezo, na endapo akiwaacha wale jamaa washampangia mipango kwamba wamuue yeye pamoja na mtoto. So kampa kisu ili akaue wote wale ambao yuko nao kwenye mchezo, na obvious mchezo utakuwa umeishia hapo, hautaendelea tena, na Jihan pamoja na mtoto watatoka wakiwa mabingwa. Na mwamba alipouliza kwa nini unataka kunisaidia, ndipo Frontman akavua kinyago ili Jihan amuone vizuri. Ndo Jihan kushtuka na kuchukua kisu na kutaka kumuua, baada ya kugundua kuwa huyu mwamba ndo man behind hii michezo, na yeye ndo ambaye alishiriki wote katika kila hatua ambayo walikuwa wanapiga. Kumbe ndo yeye bwana ambaye ndo aliwasaliti. Mwamba alishikwa na hasira kinoma, lakini Frontman akamwambia hata ukiniua mimi sio kama huu mchezo utasimama, no, ila watachagua mtu mwingine kwa ajili ya kukava nafasi yangu, na mchezo utaendelea kama kawaida. So kama unataka kupona wewe pamoja na mtoto, fanye kama nilivyokuambia, okay? Kisha mwamba akaondoka kwa hasira sana, huku akibaki na maneno ya Frontman kichwani kwamba inabidi akawaue wale jamaa. Kwa bidada, baada ya kumsaidia mwamba akaenda mpaka control room ambako ndo anakaa kiongozi wa wale ambao wanatoa watu viungo. Na kumbuka hizi mbanga zinaendeshwa kwa siri sana, hata Frontman mwenyewe hajui, na kumwambia kuwa afute data zote zinazomhusu player namba 246. Kisha akamchukua na kwenda naye hadi kwa Frontman, lakini walipofika kule mwamba akamgeukia na kupigana naye, lakini bidada aliweza kumuua mshikaji. Kisha akaingia kwenye chumba cha kumbukumbu na kupachoma moto kote mule ndani kwa ajili ya kupoteza ushahidi. Huku upande wa pili Jihan alishindwa kufanya kile ambacho aliambiwa na Frontman, na hakuweza kuwaua kwa sababu alitokewa na mzimu wa mchezaji mwenzie ambaye walishiriki wote miaka 2 iliyopita, na kumwasa asifanye hivyo bwana, kwa sababu Jihan so mtu wa hizo mbanga. Na Frontman alimwambia vile ili kumwandaa Jihan kuja kuchukua nafasi yake, kwa sababu hata yeye mwenyewe alishawahi kufanywa vile vile kama alivyomfanyia Son Jihan.
Haya sasa, final round ndo hii hapa sasa mezani, na washiriki wote ndo hawa hapa tayari kwa ajili ya mchezo wa mwisho, na goma likawa tayari limeshaanza, na watu wote waliobaki wakawa wanamtolea macho Jihan pamoja na yule mtoto kwa ajili ya kumuua. Yani hadi baba wa yule mtoto naye pia lengo lake ni kumuua yule mtoto, kwa sababu mtoto yule ni hela ile. Game likasonga, wakafa watu wote wale waliobakia, na wakabaki watu watatu tu, player namba 456 Son Jihan, player namba 222 yule mtoto, pamoja na player namba 333 ni Yangil, baba wa yule mtoto. Na kumbuka huyu mtoto anacheza kwa niaba ya mama yake, na hapa katika hatua ya mwisho mwamba alimbadilika Jihan akitaka kumuua yeye pamoja na mtoto, kitu ambacho hakikufanikiwa kwa sababu Jihan alimuua yeye. Na baada ya hapo akamchukua mtoto na kumweka sehemu salama, kisha yeye akaamua kujiachia na kujiua. Huku upande wa pili Junho naye akawa kashapata hicho kisiwa na kashaingia ndani na akamuona bro wake, lakini mule ndani palishategeshwa mabomu tayari. So kila mtu akatoka na kile kisiwa kikalipuka chote na kuteketea, huku wale wamba wakihamisha makazi yao. Na baada ya miezi 6 Frontman akampeleka yule mtoto kwa mdogo wake ili amlee pamoja na ile kadi ya ushindi, huku yeye Frontman akafunga safari hadi Marekani na kupeleka box lenye nguo za Jihan ndani alizokuwa anavaa wakati wa mchezo katika familia yake, yani yule mke wa mwamba pamoja na mtoto wake waliomtorokaga kitambo kile, kisa mwana alikuwa hana pesa, na kuambia kuwa Jihan amefariki. Na wakati anaondoka akamuona mtu mwingine akifanya yale yale kama aliyokuwa anayafanya Man in the Suit, yule mwamba ambaye alikuwa anatoa mialiko ya kuingia kwenye hiyo michezo ya Squid Game. Yule dada akamwangalia na mwamba naye akamwangalia, wakaangaliana sana, kisha mwamba akamwambia dereva chapa gia tusepe, wakaondoka. Na hapo ndo nakuwa mwisho wa mzigo ambao unaitwa Squid Game the final round. Bana, hii ni Squid Game season ya 3 imefikia tamati. Tukutane katika video nyingine, tukutane katika movies nyingine. Hii ni movies time, lakini nahisi kama kuna kasizoni ka 4 hivi ambako kanakuja, kanaweza kakawa kasizoni ka 4 au kasizoni ka kwanza, lakini ni Squid Game ya Kimarekani. Ngoja tuone. Hii ni movies time. Ciao.